Acha kidogo nizungumze maoni yangu kuhusiana na kauli iliyozungumzwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Chalamila. Na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18, kutoa maoni katika nchi hii haijawahi kuwa ni jinai. Kutoa maoni katika nchi hii haijawahi kuwa ni dhambi. Kwa sababu maoni always yana option mbili. Ima unaweza ukayapuuza tu, ukaangalia huyu anayenipa maoni haya ni nani, chai ya janywa, ajala, masikini huyu, unaweza ukayaacha tu kwake. Lakini kama utaona yana logic na yanaweza kufanya kazi maoni hayo, then you can do it. Unaweza ukayachukua ukayafanyia kazi na uka benefit. Kwa hiyo maoni ndio maisha halisi ya binadamu. Na hata katika vitabu vya Mungu, ukisoma katika Biblia kwa upande wa Wakristo, Mathayo 19 mstari wa 27, maandiko yanasema wanafunzi wa Bwana Yesu walimfuata. Tena katika kumfuata kwenye kutoa maoni walisema naye maneno mengi sana, lakini end of the time wakaona hatuwezi kuwa kimya. Wakamuuliza Yesu, anambia Bwana, sisi tumeacha vyote. Maana katika wanafunzi wa Yesu kulikuwa wengine watoza ushuru pale, wengine walikuwa ni wavuvi pale. Sasa wanamuuliza Yesu, tumeacha vyote sisi tukakufuata wewe, tutapata nini basi? Kwa hiyo hii utaona kwamba binadamu anayo haki, ana right ya kuhoji, ya kuuliza. Hivi ndivyo tunavyotakiwa tuishi kwa mujibu wa vitabu vitakatifu. Sasa maoni yangu kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, tumesikia kauli ya kwamba wamiliki wa mabasi wanatakiwa, wamepewa siku kadhaa kurejea pale stendi ya Magufuli kwa huduma zao zinazoendelea kwa sababu ile stendi imeainishwa, na kwamba kampuni 6 takribani kwa mujibu wa maelezo niliyosikia kwa mkuu wa mkoa ndizo zilizopata kibali cha kufanya huduma zao pembezoni mwa stendi ya Magufuli kufika Manzese na ukanda ule. Na kwamba hawa wengine wamepewa siku kadhaa kurejea Magufuli. Nataka niseme maoni yangu ni hivi. Katika dunia tunayoishi sasa hivi, mambo yanakwenda kwa kasi sana. Hivi tunavyozungumza hapa, wanasayansi wanafikiria, wanaumiza vichwa vyao. Hata kitendo cha kushika simu hivi wanaona kwamba tunafanya kazi kubwa kushika simu. Wanatamani simu zipunguzwe uzito ili kurahisisha. Tunavyozungumza tulikuwa na huduma za kibenki, tumetoka kwenye huduma za kibenki ambapo sasa hivi tuna huduma za kwenye mitandao. Watu miamala yao, pesa zao wanazipata kwa haraka zaidi, kuonesha kwamba dunia inataka shortcut, dunia inataka vitu vifanyike kwa rahisi zaidi. Wametoka watu kwenye stage ya majiko, sasa hivi kuna rice cooker. Watu wanahitaji yani vitu viwe easy. Hiyo ndio technology ambayo wanasayansi mabingwa duniani wanapigania. Watu wametoka kwenye manual gari, zile gari za manual, sasa hivi wameingia kwenye automatic. Na bado wameona dereva hatakiwi kuwepo kuendesha, gari iende mwenyewe tu, mtu anaingiana. Kuonesha kwamba watu wanataka vitu viwe rahisi. Sasa basi, mtu anayeishi Mbagala au anayeishi Tandale, kama ana dharura ya haraka kwenda mkoani, mathalani Arusha, kwenda Dodoma, Morogoro, mimi nafikiri jambo zuri na lingependeza huduma yake hiyo imsogelee karibu. Na nadhani hiyo ndio kind ya develop, ndio sehemu ya maendeleo ambayo we are looking for. Kwa sababu ukisema huyu mtu wa Tandale apiganie kufika stendi pale kwa Magufuli, na hujui ana dharura gani, na wakati akitoka Tandale kwa mwendo wa kutembea anafika Shekilango, anafika Manzese hapa Argentina, huduma imesogea pale. Nadhani hili ndilo jambo ambalo Watanzania wengi we are looking about it. Sijui kwamba kimeonekana nini kwa watu ambao wamedrafti kule stendi iendelee, lakini kama kuna uwezekano, kampuni ziko nyingi, huduma hizi zitanuliwe paka katika mitaa ili kuhakikisha watu wanasogezewa huduma hizi kwa haraka na kwa rahisi zaidi. Kwa sababu kwanza ukiangalia Dar es Salaam kuna kero ya foleni. Kutoka zako, let's say unatoka zako Kinondoni au Msasani kuitafuta Mbezi, sio easy kama mtu ambaye ana safari ya haraka kwa foleni zilizokuwepo pale. Lakini akisema anyway, japo awape riski bodaboda afike Shekilango, atawahi huduma kwa haraka. Kwa hiyo mimi suggestion yangu, lingekuwa jambo zuri sana
na Watanzania wengi wangelifurahia, na nadhani ndio kitu kinachopiganiwa, binadamu afurahi, aenjoy katika kile kinachosimamiwa. Ni kwamba hili swala, kama kuna kampuni 6 basi kampuni ziongezewe, yani kampuni ziwe zaidi, hata ikibidi 50, ili huduma hizi ziendelee. Wakati wamepewa siku kadhaa hizo kampuni ili warudi kule Mbezi Magufuli stendi, naomba kama kuna masharti yaliyowafanya kuwa ni magumu hawa watu, ingekuwa ni jambo zuri waendelee na masharti haya, vibali viwe rahisi, ili huduma hizi ziwafikie Watanzania ambao wanahitaji kusafiri kwa haraka zaidi. Hayo ni maoni nimeyatoa, na ni haki kuyapuuza au kuyafanyia kazi.